Leo tuna somo moja ambalo linatufundisha kwamba kukua kiroho na kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alivyotuumba kwa mfano na sura yake, alikuwa anakusudi la kumleta mwanae Yesu Kristo hapa duniani, akaishi na akatuonyesha ni namna gani tunavyoweza kuishi kama Mungu alivyokusudia, kwamba tuyaone maisha ambayo Bwana Yesu anayoyaishi, alafu na sisi tuenende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Yesu alivyotuacha hapa duniani, anategemea kwamba tuongezeke kukua kiroho kwa kumjua Mungu na kumuishi sawa sawa. Haleluya, haleluya. Lakini kukua kiroho kwenyewe kunategemea na jinsi vinywa vyetu vinavyonena, vinavyosema. Kwa maana tunaweza tukakaa ndani ya kanisa, lakini ukajikuta kwamba kile ambacho Bwana Yesu alikusudia wakati amekuja hapa na kuondoka, kwamba nitawaacha hivi, lakini kuna namna fulani ambavyo nimewasimika katika ile misingi ya neno langu, wakaishi sawa sawa. Sasa Mungu anavyochungulia, anaona hawa watoto wangu, kwa nini hawajafikia vile viwango ambavyo mimi nimevikusudia? Haleluya. Kwa hiyo anataka tuishi kwa maana ya kukua na kuongezeka katika kimo cha Kristo Yesu. Haleluya. Ina maana kwamba tumfikie yeye kama yeye alivyokusudia. Haleluya. Ni ufahamu wa mtu kuongezeka kwa kumjua Mungu kutoka katika kiwango kidogo cha ufahamu wake na kuingia katika kiwango kikubwa katika maarifa ya neno la Mungu. Ni kukua kiroho. Unatoka katika kiwango kidogo kile cha ufahamu uliokuwa nao kabla. Wakati unaingia ndani ya kanisa, kuna namna fulani ambavyo unakuwa unaonekana, kuna muonekano wako kwamba mimi nilivyoingia katika kipindi fulani nilikuwa niko hivi, lakini baada ya muda fulani unaona kwamba kuna ongezeko, kuna badiliko la kutoka mahala fulani ulipokuwa na sasa hivi. Ukianza kulinganisha, unaona kwamba kuna changes, kuna mabadiliko fulani ambayo yako ndani yangu, kwa sababu ninapolisikia neno la Mungu linaanza kuniongoza, linaanza kunibadilisha, linaanza kugeuza ndani yangu jinsi nilivyokuwa naenenda mara ya kwanza kabla sijaingia, na sasa hivi nilipo hapa ninaona kuna mabadiliko makubwa mno. Haleluya. Kwa hiyo lile neno ambalo linaanza kuingia ndani yako, kila unaposikia fundisho, mtumishi wa Mungu anasimama anakufundisha, unaanza kukapcha vitu, unaanza kupokea, unakamata kila chochote kinachokuja mbele yako, unaingiza ndani yako, alafu kinaanza kukutoa mahala fulani na kupeleka mahala pengine. Haleluya. Kwa hiyo kuna badiliko ambalo unaanza kuliona kwamba mimi sio yule tena, lakini mimi ni mtu mwingine sasa hivi. Akili yangu, ufahamu wangu unabadilika. Sasa tuangalie, kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu kukua kiroho. Haleluya. Kuna ufahamu kuongezeka. Unapokuwa kiroho, ufahamu unaongezeka. Haleluya. Kuna ufahamu unaingia ndani yako. Jinsi ulivyokuwa unaangalia mambo, unaona ni tofauti sasa hivi. Neno la Mungu linakaa mahali pake, linaanza kukutengeneza sasa ndani yako. Haleluya. Lakini unamjua Mungu, unaanza kumjua Mungu. Haleluya. Unaanza kumjua Mungu kwa zaidi, kwa viwango fulani vya kumtafuta, yani unakuwa na kiu kwamba unataka umjue Mungu. Lakini kitu kingine, kuna kutoka kiwango kidogo cha kwenda katika kiwango kingine kikubwa. Hata mtu mwingine anashuhudiwa, anavyokuona anaona huyu sio yule. Hivyo ni vitu ambavyo vinaashiria kumuona mtu. Lakini kuna maarifa ya neno la Mungu. Unaanza kuongea neno kana kwamba wewe ni mwalimu. Unaanza kumhubiria mtu mwingine au kumfundisha mtu mwingine kwa kile ulichokipokea, kwamba kinaanza kumtengeneza na mtu mwingine. Kama alikuwa anaenenda au kwa kutokujua katika jambo fulani, anaanza kujifunza kwako kwamba neno linasema hivi. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu linakaa ndani yako kwa wingi. Lakini tafsiri nyingine ya pili ni kufanywa upya akili zako. Tunafanywa upya akili zetu kila itwapo leo. Akili zetu zinafanywa upya kwa sababu jinsi tunavyokuwa madhabahuni, jinsi tunavyomsikia mtumishi wa Mungu anatufundisha, kwa lile neno tunalofundishwa na watumishi wa Mungu,
neno la Mungu. Haleluya. Akili zetu sio zile tena, zinapata badiliko. Haleluya. Sasa wakati tunapata badiliko au akili zetu zinafanywa upya, kuna kitu kinaitwa fikra na kimtazamo. Kuna namna fulani ambavyo tunaanza kufikiri au kuwaza katika akili zetu, lakini kuna namna fulani ule mtazamo wako ambao ulikuwa unamuona mtu pengine kwamba huyu mtu yuko hivi, unaanza kugeuzwa ndani yako na kumchukulia kulingana na jinsi unavyomuona, kwa sababu ya lile neno limeshakutengeneza. Kama ulikuwa unamuona kama ni mtu ambaye hafai, ukajilinganisha na yeye ukaona kwamba mimi ninafaa, ni bora zaidi kuliko yeye, mtazamo unageuka kwa sababu ya lile neno la Mungu ambalo limekaa ndani yako. Lakini hapo katika kufanywa upya akili, kuna vitu ambavyo vinafuatana na hilo neno. Tunaona uwezo wa kulingamua unakaa ndani yako, uwezo wa kufikiri, wa kufanya mambo, kutofautisha vitu na vitu. Unaweza kulingamua kama hiki ni kibaya, kama hiki ni kizuri. Unaweza kujua kwamba hiki ni kibaya. Kama ni maneno mtu ameniambia hivi na hivi, unaweza kujua kwamba neno aliloniambia huyo ni tofauti na mtu huyo. Ina maana huyu anaweza kunichonganisha na mtu fulani, ukalingamua. Ina maana unayaweka mambo katika mizania fulani hivi ya kujua kwamba hili linaweza nikampoteza, hili linaweza kanipeleka mahali ambapo sipo. Haleluya. Lakini hii yote ni kwa sababu ya lile neno linakaa ndani yako, linakupa akili nyingine mpya. Hauendi kama wanadamu jinsi wanavyoenenda. Kila chochote anachoambiwa yeye anafanya. Hawazi, haangalii kwamba ni namna gani naweza nikaanzia mara fulani, alafu huko mbeleni kuna athari gani. Lakini sisi tunaenenda kama wana wa Mungu kwa sababu tunajua kulingamua mambo. Lakini kuna ule uwezo wa kujielezea. Mtu ambaye tayari amefanywa upya akili zake kwa neno la Mungu, akisimama akaanza kuelezea jinsi ulivyomuona mara ya kwanza na jinsi alivyoingia, ni vitu vili tofauti. Akianza kujielezea, pengine ni maisha yake, kwa sababu kuna mtu mwingine ukimsimamisha ajielezee tu yeye mwenyewe tu, haleluya, hawezi. Anasema labda mtu fulani anisemee, labda mtu fulani anaweza. Sasa mtu kukusemea hata maisha yako wewe mwenyewe, kujielezea wewe ni ngumu, lakini mtu anapata ile confidence. Haleluya. Anaweza kudhubutu, anathubutu kufanya jambo fulani. Kwa hiyo anaweza akajielezea au akaelezea mambo fulani kana kwamba sio yeye yule, lakini ni yeye kwa sababu kabadilishwa na nini? Na lile neno. Haleluya. Anaanza kukua kiroho, anaanza kujiona yeye ni wa tofauti. Lakini kuna kitu kingine, anakuwa mkweli. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ninayaorodhesha kwamba yatupe mwelekeo wa kujua kwamba kukua kiroho ni nini. Lakini inatupa mwelekeo wa kwamba kukua kiroho ni nini, kwamba tusije tukawa tunakaa kanisani hatujitambue. Inawezekana umekuwa kiroho lakini unafikiri sijakuwa kiroho. Haleluya. Na inawezekana unafikiri kwamba umekuwa kiroho, kumbe haujawahi, hata nusu haujawahi kufika kukua kiroho. Kwa hiyo haya yote tutayaangalia ili atuweke vizuri, kwa sababu huyu mwenye kanisa Yesu Kristo anataka sisi kwamba tuwe kama yeye. Ndio maana ametuachia kanisa tujifunze kupitia neno lake, kwa watumishi wa Mungu ambao aliwapanda, aliwaweka. Haleluya. Tunaposikia tufanane na yeye sawa sawa. Anajivunia mtu wa namna hiyo aliyekaa mahala hapo, ambaye ndo wewe. Warumi 12:2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen, amen. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa nini anasema msifuatishe namna ya dunia hii? Anatukataza. Dunia ina namna fulani jinsi inavyoenenda, lakini wewe uliyewekwa hapa, uliyekuja kusikia neno la Mungu, umeshabadilishwa. Usienende kama dunia jinsi inavyoenenda. Dunia ina mambo yako. Dunia ina mambo tofauti na jinsi Mungu alivyokusudia. Kama kanisa tunaishi katika dunia hii, ndio, lakini tunaenda ndani ya roho. Haleluya. Tukimtumikia Mungu kwa ule ufahamu ambao yeye ametupa. Haya ni maarifa ambayo tumepewa na Mungu mwenyewe, kwamba tuishi sawa sawa na kile ambacho anafanyaje, anachokisema. Sasa ukienda kwenye dunia, dunia ina mambo yake, ina sarakasi nyingi. Haleluya. Dunia ina mafundisho ya ajabu. Huko tunakoelekea nitakuja kufundisha kinywa kidogo. Haleluya. Kwamba utajua kwa nini kinywa. Haleluya. Kinywa ni nani au ni nini? Kwa nini kimekuwepo kinywa? Na kwa nini Mungu amekataa kinywa kiende sawa sawa na jinsi Mungu anavyosema, anavyotaka. Kinywa kitu kidogo, lakini utakuja kuangalia ni kikubwa
Wewe unafikiri ni kadogo tukakinywa. Waefeso sura ya 4:17 mpaka 18. Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika Bwana. Amen. Tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo, katika ubatili wa nia zao. Amen. Ambao akili zao zimetiwa giza, farikishwa na uzima wa Mungu. Kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa sababu ya ujinga wametiwa giza, hawaelewi. Wanaona wako duniani. Wengine wanasema tunatesa, tunaishi maisha mazuri, lakini sio maisha mazuri kama hauko ndani ya Kristo Yesu, kama haulifati neno la Mungu, kama haujaokoka. Wewe uko gizani, hauko nuruni. Walio nuruni ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Wanaomsikiliza Mungu, wanaotii, wanaonyenyekea, wanaokuwa karibu na Mungu. Yani kwamba Mungu amesema nini, alafu na wao wanafuata. Mungu amesema nini, wamesikia, kwa sababu Mungu amesema. Sasa wana wa dunia hii, wao hawasikiliki, hawaambiliki. Chochote ambacho wanataka kufanya ndicho hicho. Wewe umekuja hapa kumsikiliza Mungu anachokisema, ni kwa sababu ya ile neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Ni kwa sababu ya kufunguliwa kwako, ile nuru imeingia, giza limetoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapokaa ndani yako, anakutaharakisha yeye, anakupa njia iliyo sawa sawa, kwamba nenda kanisani ukasikie zaidi. Maana kwenda kanisani sio mara moja. Haya ni maisha ambayo yeye ametupa mpaka anaporudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekupa hayo maisha, usiyapoteze, usisikilize kitu kingine ambacho ni kinyume na lile kusudi la Mungu. Ndio maana nimesema kinywa, kwa sababu vinywa vipo vinanena, vinasema, vina maneno makubwa magumu. Lakini Mungu amekuamini wewe kwamba kusikia hapa, usisikie ya nje. Nje ni ya malimwengu, nje kuna giza. Wamefarakanishwa na Mungu, hawamtaki Mungu, hawataki kusikia. Wamelala huko wanakula nyama, wamelala huko. Mwingine amebebwa asubuhi, anapelekwa nyumbani, anafurahia, ni mambo ya duniani tu. Lakini Mungu anavyokuangalia anaona, hiki kiumbe hiki cha thamani sana, kiko mbele zangu, kinanisikia ninachokisema. Mungu amekaa humo. Wewe ni wa thamani sana, anajivunia sana. Anapokuona anajiona yeye kama kioo. Haleluya. Ndivyo ulivyo mwana wa Mungu aliyekaa mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuthamini, yeye aliyetupenda, aliyetuita, ametukomboa kutoka giza, ametuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo wake ambaye ni Yesu. Haleluya. Kwamba tumsikie anachokisema, maana yeye amesema, nimemtuma mwanangu, msikieni huyo. Atakachowaambieni, atakalolisema, msikieni na kumtii, kwa sababu huyo ametoka kwangu. Mungu anatuinua viwango na viwango kulingana na Mungu anataka nini ndani ya kanisa lake. Haleluya. Kwa hiyo tunamtumikia Mungu tunayemjua Mungu ni nani. Hatumtumikii Mungu kana kwamba hatumjui. Tunamtumikia kwa sababu na yeye anatujua. Biblia inasema hata sisi mbele zake ni watupu kabisa. Ndivyo anavyotuona. Usije ukafikiri kwamba wewe uko mbali, Mungu yuko kali yako au yuko juu. Mungu yuko juu. Kipindi ulichoamini, ulichokubali, ulipokubali ukasema Bwana mimi naokoka, aliingia ndani yako. Ni mlango uliofunguliwa tayari. Haleluya. Anaenda na wewe, anatembea na wewe, analala na wewe, anaamka na wewe. Kwa hiyo yuko karibu sana kuliko nguo uliyoivaa. Wewe ni hekalu lake, anakaa ndani yako. Usiku, mchana, asubuhi, jioni, kila wakati wowote, wa hali yoyote. Uwe jangwani, yuko na wewe. Huyo ndiye anayekwambia kaeni magotini unisikilize ninachokisema. Ina maana sisi tumekombolewa, wala hatuna mioyo migumu kama wale walioko nje. Wale wana mioyo migumu. Ndio maana Mungu anasema wafuateni hao. Nendeni hao kawafuate, walete ndani. Kwamba ule mlango utakapokuja kufungwa, wawemo ndani. Yesu atakaporudi, awakute na wenyewe wako tayari. Ni yale matunda yake ambayo yametengenezwa tayari kwa ajili ya kumpokea mawinguni. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Luka 1:80. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Ndiyo. Akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Haleluya, haleluya. Hapo ukisoma anamuongelea Yohana. Alitangulia Yesu, alimtangulia kuzaliwa, lakini walishaonana, wanajuana. Haleluya. Kwenye matumbo ya mama zao wanajuana. Haleluya. Lakini Yohana alikuja kutengeneza njia ya nani? Ya mkubwa wake. Yeye ametangulia kuzaliwa, lakini anatengeneza njia ya yule atakayekuja baada yake, yeye Yohana, ambaye yeye ni mkubwa kuliko Yohana kwa sababu ya mafuta, mfalme wa wafalme, Yesu Kristo. Lakini kuja kwake ilikuwa ni maana kwamba ni kuja kutupa kile ambacho Mungu anafanyaje? Mungu anasema. Haleluya. Akaleta neno la kutukomboa, akaleta neno la kutuimarisha, akaleta neno la wokovu
kwamba tuokoke tumjue Mungu. Haleluya. Anavyokuja mwingine Yesu Kristo ambaye ni gorodoza sasa linaingia mwenyewe, akaja na mambo yake sasa kudhihirisha kwamba ni mimi kweli. Luka sura ya 2:40 na mstari wa 52. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu, Yes. amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Mstari wa 52. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Haleluya. Yesu katika maisha yake aliyoyaishi inaonyesha kwamba yeye aliongezeka kimo kama Yohana na mwenyewe alivyokuwa akaongezeka. Ina maana katika kukua kiroho kuna ule kuanzia ule utoto, ule uchanga. Haleluya. Unaanzia ukiwa ni mtoto, yani kana kwamba haujui chochote kinachoendelea. Una maisha yako ambayo unayaishi. Lakini Bwana Yesu aliongezeka katika kimo na kukua katika hekima. Lakini Biblia inasema akaongezeka katika hekima kwa kumpendeza Mungu na wanadamu. Tunapokuwa tunaishi maisha yetu hapa duniani katika hii neema ya wokovu ambayo tumeipata, lazima tuwapendeze wanadamu. Haleluya. Lazima tumpendeze Mungu. Hivi vitu vyote vinaenda kwa pamoja. Hauwezi ukampendeza Mungu ukamwacha mwanadamu. Hiyo kitu hakipo, na Mungu mwenyewe ameikataa kabisa. Haleluya. Anasema unanipendeza Mungu, lakini na huyo jirani yako uliyekaa naye, aliyeko nyumbani kwako, aliyeko ofisini kwako, aliyeko mahali popote pa kazi unapofanyia kazi, huyo mimi Mungu nipo ndani yake. Ukimpendeza huyo, umenipendeza na mimi Mungu. Najisikia vizuri sana katika hekima ya Mungu inayokaa ndani yako. Haleluya. Mungu anaona ni fahari sana. Wewe ni mtu wa ajabu kumpenda ndugu yako, kumpenda jirani yako, kuipenda familia yako, kuwapenda watu wote. Biblia inasema Yesu alikuwa kwa kimo akiongezeka. Alivyokuwa akiwa mtoto mdogo, alikuwa anakuwa anaongezeka katika kimo cha kukua. Haleluya. Lakini katika kimo cha kukua kuna maarifa, kuna hekima, kuna ujuzi. Yeye alikuwa seremala. Haleluya. Kuna mambo mengi sana anaishi hapa duniani anayafanya, lakini akiwa na akili na hekima ya kimungu ikiwa ndani yake, akimpendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana hata maneno yake aliyokuwa anayanena, aliyokuwa anayasema, yalikuwa yanawapendeza watu. Ndio maana Yesu alikuwa na huduma ya kuhubiri. Hawezi kuhubiri bila kutoa kitu kilicho chema. Haleluya. Hakuwa na mdomo wa kusogoa, hakuwa na mdomo wa kunena maneno mabaya au kukatisha watu tamaa, lakini yeye alikuwa anafanya vyema ambavyo Mungu amefanyaje, amekusudia na amemtuma aje vifanye. Kama wewe uliye hapa umetumwa kwamba ufanye huduma, hiyo unayoifanya hapo ni huduma. Unayoifanya ni huduma katika jamii, katika familia yako, hiyo ni huduma. Lakini kadhalika na Yesu anatuonyesha maisha, the lifestyle tunatakiwa kuishi. Tuishi kama yeye alivyoishi. Ameondoka, ametuachia assignment kwamba tuifanye katika maisha yetu. Haleluya. Tusije tukadaiwa. Anavyokuja atatuuliza. Tunaenda kwake, maana yake hatuna sehemu nyingine. Tunaenda kwake. Tulishajisajili. Katika mahusiano haya tunataka tuangalie kidogo. Nisomee Petro, waraka wa kwanza wa Petro 3:10 na 12. Kwa maana atakaye kupenda maisha Ndiyo. na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usiseme mabaya, Yes. na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Yes. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao. Yes. Bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kuna watu hawatendi mema, wao ni kutenda mabaya. Anatenda mabaya kwa kudhihirisha kabisa. Haleluya. Sasa Mungu anapoangalia, kwa nini huyu anatenda mabaya? Anatenda mabaya kwa mtu mwingine. Yesu anasema haya, unafikiri alikuwa anawaambia watu ambao wako nje? Wako ndani ya kanisa. Anataka sisi tuishi sawa sawa. Usimtendee mwenzako kila ambacho hutaki wewe kutendewa. Mungu anakataa. Anasema tenda vilivyo vyema. Usitende mabaya kwa sababu utahukumiwa. Kuna hukumu ya kukuhukumu. Na hukumu ya kuhukumu usisubiri kwamba atakuhukumu siku za mwisho. Hapa. Haleluya. Kuna mambo tunayaishi, lakini kwa sababu yetu ya vinywa vyetu. Vinywa vyetu vinanena mambo ambayo hayastahili. Lakini Mungu ametupa neema ya wokovu tulioukiri kwa vinywa hivi. Lakini vinywa hivi wakati vimekiri, alafu vinatenda mabaya. Vinasema mabaya. Vinahukumu, vinafunga watu. Vinatapanya watu. Vinasambaratisha watu. Vinywa hivi. Lakini Mungu anasema hivi, hiki kitu sio kizuri. Hiki kitu sio kizuri kabisa kwa wana wa Mungu ndani ya kanisa, ndani ya watu. Mungu amekusudia mema.
anakusudia sisi tuungane, tuwe kitu kimoja, shirika. Haleluya. Tuwe mwili mmoja katika Kristo Yesu. Unavyomwona mwenzako, yani ujione kama ni wewe. Una uwezo wa kubeba mzigo wa mtu mwingine kana kwamba ni wewe. Haleluya. Kwa sababu hiyo inafika kile kiwango cha wewe kuona kwamba nimekuwa. Ikiwa kwamba unakuwa alafu hautendi vitu vingine ambavyo Mungu amevikusudia, utakuwa kukua tu. Yani umekuwa ni kweli, uko ndani ya kanisa, kuna vitu ambavyo bado umevikosa. Umekuwa labda kimo tu, uko ndani ya kanisa na umekaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu unaendelea. Lakini kuna vitu ambavyo ni vya kushirikishana, ambavyo vinatakiwa, kwa sababu mpaka mtu aje aseme mabaya, mpaka mtu aje asogoe aseme mambo yasiyo stahili. Ina maana kuna mahala vilipoanzia. Hicho kikao kimeanzia wapi? Haleluya. Huyo aliyeleta jambo hilo ametoka wapi? Huyo anayetaka kufarakanisha kanisa ametoka wapi kujiingiza ndani ya wana wa Mungu? Mimi nitoe mfano. Hapa tunafanya uinjilisti. Tunaenda kuvuna roho za watu. Tunazileta hapa. Ni jinsi gani gharama iliyoingia kuvipata hivi? Naweza nikamwambia hiyo kalichukulia, lakini yeye aonaye sirini hajawahi kulala hata siku moja. Yeye aonaye sirini anasema mambo yetu yako wazi mbele zake. Unachukuaje mtu ambaye tayari ameshatengenezwa? Huyo kashaokoka. Tafuta mtu wa kwako, ingia gharama ili ujue uchungu wa kutafuta watu. Haleluya. Hicho ndicho Mungu alichokusudia. Ndio maana akatuweka kwamba tukae, tumsikilize, tufundishe neno, alafu tuingie shambani, twende kutafuta watu. Haleluya. Kwa nguvu ambazo Mungu ametupa. Anatuamini sisi ni majembe. Sisi ni watu wake ambao Mungu amekusudia, amekuweka alama, amekuweka chapa. Haleluya. Kukaa sawa sawa. Mungu anasema nini? Mungu anakuagiza nini? Mungu anakuambia ufanye kitu gani? Ukikamilisha mbele zake. Ndicho Mungu anachojivunia. Kwa hiyo tunaona kukua kiroho kuna namna fulani ambalo ni ongezeko la mambo mengi, sio jambo moja tu. Ni mambo mengi, lakini Mungu ambaye ametupa kufanywa upya akili za mwanadamu sio kitu kidogo sana. Kwa sababu huyu mtu unakuta yani ana mambo yake, kuna namna fulani ana mikao anayoishi, ana vitu vingi sana. Alafu uje mtoe hapa, huyu mtu anamjua Bwana Yesu, anakuja na kanda ya kanisa. Alafu wewe tu kutoka huko tunakuja kuvuna kirahisi watu waliovunwa tayari. Waefeso 4:14 mpaka 15. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo, na kukua hata tumfikie yeye katika yote. Yeye aliye kichwa Kristo. Yeye aliye kichwa Kristo. Tusipelekwe na hila na ujanja wa mwanadamu. Mwanadamu ndiye ana hila, ana ujanja, sio ibilisi. Ibilisi anaingia ndani ya mwanadamu, mwanadamu ndo anakuja, ndo anayefanya hayo kwa hila, kwa ujanja. Ukifikiri hiyo ni hekima ya kibinadamu, anaweza kukuingiza kwenye mtego ukafikiri ni mwana mzuri tu, ni mtu mzuri. Unachoenda kukifanya, Mungu si kwamba haoni, anaona. Anakuambia hizo ni hila na ni ujanja. Sasa nakwambia wewe usipelekwe na upepo wa kila hali. Hili likija likivuma linakupeleka, hili likija likifanya hivi linakupeleka. Umepata taarifa hii unaondoka, unapata taarifa hii kama usikii. Mungu amekwambia kaa ndani ya kanisa, kaa chini ya watumishi wa Mungu, unisikie mimi, tena kwa kutii na kunyenyekea, maana hapo ndipo kuna mibaraka yako inayokuja kwa ajili yako. Haleluya. Sasa wewe unaumbishwa na kitu gani? Ni kwa sababu ya kutokukua kiroho. Haujafikia vile viwango ambavyo Mungu amevikusudia, kwamba hapa ninaanza kujitambua, hapa ninajiamini mimi ni nani. Kukua kiroho ni kufunguliwa macho ya rohoni. Macho ya ndani yanakuja kama nje. Kila chochote ambacho kinakuja, taarifa yoyote ni kama antena inagusa, kwamba huko kuna kitu kimenigusa, huko kuna kitu fulani, mbele kuna hiki, huko kuna hiki. Haleluya. Si kukaa hivi hivi kama mnyonge kana kwamba hauelewi. Taarifa ikija hivi au mtu akaja hivi, unasema twende, kwa sababu amekwambia kuna kazi. Kazi inaweza kukutoa kwenye mshikamano wako. Hiyo kazi ikiharibika wakati siku umeenda. Kwa sababu ibilisi ndivyo alivyo. Ameshakutoa huko, umeshasema maneno mengi. Umesema mimi bwana, mimi hapana. Huyu ni babangu. Wewe unakuwa na baba wa kiroho kwenye mitandao. Usiwe na baba wa kiroho kwenye mitandao. Tunakuwa kiroho kwa sababu tunafundishwa. Tunakaa mahala pa kulishwa neno. Likae ndani yako, likatibue vyote visivyostahili, vikachomoke. Ubaki na uzima, ubaki na neno, ubaki na Yesu mwenyewe. Akutengeneza ukashenezwe. Wewe sio mtu wa kawaida. Unakuwa ni jembe. Mungu anakuamini 100% kwamba mtu wangu huyu nikimtuma ni kama moto ulao, kwa sababu yeye aliye moto anakaa ndani yako. Usiwe na hofu, usiwe na mashaka. Hili neno la kukua limekuja kwa wakati mkamilifu, kwa sababu linasema na mimi,
linaanza na mimi ndio linakuja kwako. Haleluya. Linaanza na mimi kunitengeneza kwamba linakuwa. Familia yangu, maisha yangu, ndugu zangu, wazazi wangu, inabidi waone. Unatakiwa waone kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani. Wewe ni wa namna gani. Haleluya. Ulichokibeba kinaleta athari kwenye ulimwengu wa roho. Kinaleta athari kwenye mazingira nyumbani. Kuna vitu unaweza kuvizuia kwa sababu ukikaa hivi tu, ukikaa hivi na vitu, upepo mwingine sasa ndio unakuja unakupiga. Unaondoka kabisa kwa sababu hauna misingi, hauna mizizi huko ulioitengeneza kwamba imekushika. Hauko kwenye mwamba. Sasa mwamba wenyewe upo. Wewe unaingiaje kwenye mchanga? Kaa kwenye mwamba. Umeungamanishwa na mwamba Yesu Kristo. Umeungamanishwa na madhabahu yenye nguvu, yenye uwezo na mamlaka yanayotisha. Madhabahu inayosikia kila ambacho na neno unayosema ni Mungu mwenyewe yuko hapa. Utaandika mwenyewe, utasoma kwa wakati wako. Utasoma waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1, mstari wa 9 mpaka 11. Haleluya. Utasoma mwenyewe, lakini utasoma waraka wa 1 wa Yohana 4:20 na 21. Haleluya. Utasoma mwenyewe. Lakini hii yote ninayokuambia haya, yani utasoma utaanza kujiona. Yani utaona maisha yenyewe. Yani ni kama unazungumza na Mungu. Yani unazungumza naye na Mungu anakuweka hapo. Utaona Mungu ni kitu gani ambacho nakisema na wewe. Haleluya. Lakini utaenda kusoma waraka wa 1 wa Yohana 2:19. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Amen. Maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Amen, amen. Sisi tuliwaona kama ni wa kwetu, lakini wakatoka ili wafunuliwe kwamba hawakuwa wa kwetu. Unajua Mungu anaposema hivi, yani Mungu ni wajabu sana. Mungu anakupa vitu unaviona. Haya ni maisha ambayo tunayaona kabisa live. Si kwamba tunasubiri kwamba tutayaona labda siku fulani. Hatukuandikiwa hapa kwamba tutayaona nyakati za mwisho. Si tunayaona. Walikuwa kwetu, unafikiri kwamba ni wetu, lakini wakafunuliwa, yani ili ujue kwamba hawakuwa wa kwetu, ili wafanye wanayofanya, ili wakaonekane, wakawekwe kweupe. Na Mungu ndicho anachokifanya na ndicho anachokisubiri. Haleluya. Sasa bila ukomo mtu mwenyewe kujijua kwamba mimi hapa, ngoja niache. Hata kama kuna jambo fulani umeshalifanya, haleluya, unasema hapana, ngoja nigeuke. Ndio kukua. Unageuka unasema hapana, ninaacha. Unaacha kwa kutubu mbele za Mungu kwa sababu nimefanya kisicho stahili mbele za Bwana. Mungu mwenyewe huyu ni Mungu wa thamani sana. Anatupenda, anatupa kumbatio, lakini kwa kurejea katika lile kusudi. Kwa nini nakwambia tubuni? Unatubu ili urudi kwenye mstari ulio sahihi. Unisomee Wakorintho wa 1 3:1 mpaka 3. Alafu utakuja kunisomea na Waebrania 5:12 mpaka 13. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Yes. Kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Yes. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Haleluya. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Yes. Haleluya. Paulo anauliza, sasa ninyi mmefundishwa vitu vingi sana. Mko ndani ya kanisa. Paulo anachokitaka, anataka watu wakue, yani wawe na ufahamu wa kimungu. Watoke pale maisha ambayo walikuwa wanaishi zamani kwa sababu wameshafundishwa. Sasa Paulo akiondoka, anategemea apate taarifa ambazo ni njema. Lakini anaondoka anakuta watu wanarumbana, watu wanasengenyana, watu wanazomeana, watu wanasema hiki vyote ambavyo ni kinyume. Haleluya. Paulo anasema hapana, ninyi hamjakuwa. Ina maana kile chakula ambacho ni kigumu ninyi hamjakifikia, ninyi hamkiwezi hata sasa, kwa sababu ninawalisha chakula ninyi mnakuwa kama watoto. Yani sasa Paulo alitoa mfano, lakini anawaona hawa ni watoto. Ni watu wazima. Unaweza ukawa na mvi, unaweza ukawa na ndevu, ni kubwa mzuzu, yani unafika hapa, lakini anakubadilisha, yani kukuona kana kwamba wewe ni mtoto kwa sababu haujafikia yale mambo ambayo unatakiwa uende nayo. Haujafikia kile kiwango. Kila ukiambiwa hivi fanya hivi, mbona unaenda hivi tofauti na hivi? Mtoto anaweza kaona kama ni mtoto mdogo au teenager kidogo. Ukaleta mtu ambaye kama ni mtu mzima kidogo, lakini ukaweka mahala fulani wote wawili kwa pamoja. Ukakuta huyu teenager unayemuona ana ufahamu fulani hivi kuliko mtu fulani ambaye unafikiri kwamba ni mtu mzima.
Haleluya. Sasa unaanza kulinganisha. Kwa nini? Unagundua kwamba huyu hajafikia kiwango cha huyu. Kwa nini huyu anaelewa zaidi kuliko huyu? Kwa sababu ukisema jambo jingine, huyu mtu mzima anabisha. Huyu anakataa. Huyu anasema haiwezekani. Lakini kwa nini huyu teenager mwenyewe anasema inawezekana? Kwa nini anasema? Yani kuna mambo anavyoyaangalia. Anaona hapa yani anatumiwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Anakubali kutii na kunyenyekea, anaona kwamba hili linawezekana. Bila hivyo, kama Roho Mtakatifu hayupo, hauwezi kukubaliana na hicho kitu. Haleluya. Unakuwa mgumu. Ndio Biblia inasema kwamba huyu ni mgumu. Wana wa dunia wanakuwa ni wagumu. Ina maana na kufananisha kwamba wewe ni mtoto mdogo, lakini sio mtoto mdogo, ni mtu mzima, ila umeishi kama mtoto mdogo na alimlisha na alimnywesha maziwa. Anatoa mfano wa maziwa. Si mtoto mdogo huyu jamani, ni mtu mzima. Lakini anavyotoa tafsiri kana kwamba wewe ni mtoto unayenywesha maziwa. Chakula kigumu kwa sababu haukiwezi, ndio maana nilikunywesha nini? Maziwa. Ili tulisho chakula kigumu. Wewe ulisho chakula kigumu, mimi nile chakula kigumu. Chakula kigumu ni neno ambalo linadhibitika ndani yako, ambalo wewe unalitendea kazi sawa sawa na ni jinsi gani linavyosema. Na limetoka wapi? Limetoka kwa yule aliyelileta kwa wakati. Haleluya. Limekuja kwako kwamba ulifanyie kazi kwa kulitii, kwa kulisikia linasema nini? 100%. Huko ndiko kukua. Unaendana sawa sawa na kile ulichoagizwa. Unafuata na kutenda sawa sawa, sio ubishi. Hapo ndo tunakuwa kiroho. Unaona nimeongezeka. Unaona ule thamani. Unaona ule uzuri wa Mungu sasa ndani yako. Haleluya. Ina maana kwamba mimi sio mtoto mdogo tena, silishwi, sinyweshwi maziwa. Maziwa mimi siyawezi. Mimi nataka miogo ambayo ni migumu. Mtoto mdogo ambaye hana meno uwezo kumpa miogo au kumpa mahindi. Haiwezekani. Ni katoto kachanga, lakini tunafananishwa na watoto wachanga kana kwamba vile tunavyofundishwa au yale maisha ambayo yanatakiwa ya Yesu Kristo kuyaishi hatuyaishi. Sasa inabaki ni alama ambayo ya kuvuta, unarudishwa huku kwamba wewe chumba chako ni hiki hapa. Wewe unafanana na hivi hapa, ukae hapa, lakini sio sisi jinsi tulivyo. Kwa maana neno la Mungu unalisikia, unalitendea kazi. Kama Mungu alivyokusudia na wewe ndivyo unavyofanya kadhalika. Haleluya. Sisi sio watoto tena, tulishavuka. Lakini Mungu anaongelea kuhusu tabia. Kama wana tabia za namna hii, unaangalia kwamba vitu vingine ni tabia ambazo tabia zipo. Unajua unaweza kuwa na tabia lakini usijione. Ila kuna mtu mwingine akagundua tabia. Haleluya. Sasa ni vitu vidogo vidogo tu, lakini Mungu anaviangalia hivi vitu vinakera kwa watu wengine. Hivi vitu vinakera kwa sababu kama katabia fulani kapo, haleluya, haukatendei kazi kale katabia, bado kapo kanasumbua, yanakuwa ni mazoea kwa sababu ni tabia. Yani inavaa koti. Sasa kinakuwa kinatumika hicho kitabia, kinakuwa ni kikubwa. Lakini kumbe kuna mtu fulani anasumbuka kwa sababu ya hicho kitabia. Kwa hiyo anapoongelea hii tabia, kama ninyi ni watu wa namna hii, ninyi si ni watu wa mwilini? Kama kuna husuda, kama kuna fitina, kama kuna ugomvi, anayasema wazi kabisa. Haya ni mambo ambayo hayatakiwi ndani ya wana wa Mungu ambao tunakuwa tumedhamiria kukua kutoka mahali tulipo. Haleluya. Twende kwenye Waebrania 5:12 na 13. Kwa maana iwapasayo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Unajua kuna maneno yani yanajielezea vizuri, hata ile kufafanua yani unaona kama hauhitaji, kwa sababu ninaelewa hili neno linaposema hivi, unajua ni la kwangu. Kwa hiyo Mungu anaposema hii analo kusudi, anasema kwa uhakika kwamba hawa inapowapasa kuwa walimu, wamekaa siku nyingi tu. Kwa nini hawa walimu? Kwa nini? Mimi ninawaona kama kwamba ni walimu ili wafundishe na watu wengine, wafundishe na watoto wengine wanaokuja, wanaonitaka mimi Kristo Yesu. Sasa kwa nini hawabadiliki? Sasa mtu kama habadiliki, ataweza kumfundisha mtoto mwingine? Sasa huyu anasema hivi, iwapasapo kuwa walimu. Anaona bado wanatakiwa chakula kama cha mtoto mchanga, kama cha mtoto mdogo, ili watoke hapo. Wanatamani wapate chakula kikubwa, chakula cha watu wazima, ili watoke hapo, wakue, waongezeke. Kukua ni kuongezeka katika akili, katika ufahamu, katika akili zako kufanywa kumjua Mungu kwa mapana yake. Sasa hapa nimeshasema kwamba kuna tabia, lakini hapa naongelea watoto, ule utoto uchanga, wakutokubadilika, wakutokupiga hatua nyingine, wakutokujiona kama mimi ninaweza.
kwamba Mungu ameweka kusudi, kwa sababu nilishaokoka mimi. Nilishakula mwili wake. Yesu yuko ndani yangu. Yesu hayuko kule juu. Kule juu unakofikiria Yesu yuko wapi? Yesu yuko ndani yangu. Haleluya. Yuko ndani yangu, anaishi ndani yangu. Ninalala naye, natembea naye. Niko naye hata sasa hivi hapa niko naye. Yuko ndani yako. Ulipookoka Yesu yuko ndani yako. Haya ni maelekezo ya kutujulisha kwamba Mungu yuko juu, kwa sababu Yesu alivyopaa, si alienda juu. Unatakiwa ujue hivyo kwamba ni ishara ya kwenda huko. Sio chini, kwa sababu hakwenda chini. Alienda hivi, watu wanaona huyo mpaka kisigino cha mwisho. Haleluya. Sasa umetoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kubaliana, haya ni mazingira mengine, lakini mimi ninaweza nikaishi mahali fulani. Paulo anasema ukienda kwa nani? Kwa Wahaya, utaishi kama Wahaya, kwa sababu uliwakuta Wahaya wana mila zao, wana tamaduni zao, utaishi nao hivyo hivyo. Ukienda kwa Wasukuma kadhalika. Haleluya. Ukienda kwa Wajaruo utaishi sawa sawa. Lakini anachokisema hivi, hasemi kwamba uende kuishi katika tamaduni zao zinazoumiza au za uharibifu. Haleluya. Anasema uwe na hekima ndani yako. Haleluya. Utaishi mahali popote duniani. Haleluya. Utaishi maisha ya Mungu, ya kumtukuza Mungu. Ndicho anachokisema. Haleluya. Usiogope kwamba Mungu yupo na yuko ndani yako. Kwa hiyo Mungu anatupa haya yote tuyazingatie, lakini ninaenda kwenye namna nyingine. Kukua kiroho husababisha kinywa kunena vyema. Kukua kiroho husababisha vinywa au kinywa kunena vyema. Haiwezekani mtu anakuwa kiroho, huku kote unakuwa unaendelea vizuri, lakini kinywa kinaleta shida. Sasa hapa nimeiweka kinywa kama kinywa, huku nimegusia kidogo. Kinywa ni kizuri sana, lakini kinywa ni hatari. Sasa tunaenda kuona kinywa ni nini. Kinywa ni nini? Nasema kinywa ni taasisi ya ufalme wa Mungu iliyo na hazina ndani yake. Kinywa ni mlango wa taasisi kwa ajili ya hazina. Hivi kwa nini hazina? Hazina. Kinywa ni ofisi. Yaani kwamba umebeba ofisi. Lakini nyingine, kinywa ni moyo, lakini ya mwisho ni mtu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa inaenda inazunguka, natoka huko naenda huko na, lakini ukija kumwangalia anachokisema, moyo wa mtu ni kitu ambacho ni kama kiza kinene, imefichwa ndani. Niliposema kwamba kinywa ni taasisi ya ufalme wa Mungu, yani kwamba mimi natakiwa niwe kama taasisi ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ninayaunganisha yote nayasemea kwa wakati mmoja, ili utajua kwamba mimi ni ofisi. Sasa nilivyosema kwamba mimi ni ofisi, ninaongelea kinywa. Lakini ninavyosema kwamba mimi ni ofisi, ninaongelea moyo. Mimi ni ofisi, ninaongelea lile neno linalotoka ndani yangu lilojificha. Hilo neno lenyewe ndio hazina ambayo haionekani. Hazina ni sehemu inayoficha mambo ya utukufu ya ufalme. Ni hazina ambayo ina vitu vizuri, haifunguliwagi ovyo ovyo. Mara popote ukisikia hazina, hata kama ni ya serikali, ina mambo lukuki. Inategemea hiyo hazina ni ya namna gani. Iliyoko ndani ya mtu ni ya namna ipi, kwa mlengo upi, inafanya nini, kazi yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuiona hiyo hazina jinsi ilivyo. Nimeiongelea hazina kidogo. Ni sehemu inayotunza vitu vya thamani. Hazina ni akiba au ni sehemu ya kutunza. Haleluya. Kwa hiyo moyo wa mtu umebeba vitu ambavyo viko ndani, vimejificha. Kile kitu ambacho kiko ndani ya mtu hakisemi, hakiongei, kwa sababu kiko ndani, kimefanyaje? Kimejificha. Mimi nikitaka kunena, nikitaka kuongea, nikitaka kutuma message au ujumbe, inategemea huo ujumbe unatoka wapi, na huo ujumbe ni wa namna gani. Unavotoka ndani yangu ukaenda kwa mtu, je, huo ujumbe unaenda huko salama? Ni ujumbe mzuri? Tutakuja kuangalia hiyo hazina jinsi ilivyo, inavyofanya. Luka sura ya 6:45. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, na mtu muovu katika hazina mbovu ya moyo wake utoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika hazina yake njema ya moyo wake hutoa kilicho chema. Katika hazina ya moyo wake. Hazina ni ndani. Sasa huko ndani kunatoka kitu gani? Kinatoka kitu kilicho chema au kilicho kibovu. Lakini anasema na mtu mbaya kadhalika anatoa kitu kibaya kwa sababu ya hazina yake mbaya aliyoweka ndani yake. Sasa unapoangalia kinywa kama kinywa ni mchonganishi.
Kama mtu ni mbaya ndani yake, ameweka vitu ambavyo ni vibaya ndani ya hazina yake, ni hatari mno. Ni mtu msumbufu, ni mtu asiyetii, ni mtu asiyesikia, ni mtu mkorofi. Biblia inasema mtu mkorofi ni mtu ambaye anaweza akazusha jambo wakati wowote au akafanya jambo wakati wowote. Alichokibeba ndani yake ni mtu anayekimbia kimbia, yaani miguu iko juu, hatulii mahala fulani kwamba ngoja nitulie nisikie Mungu anasema nini. Haleluya. Haya yanaongelewa ndani ya kanisa. Tunataka ile hazina ambayo iko ndani yetu ili funguliwe tunapoitoa, kwa maana inapita kwenye neno, inapita kwenye kinywa. Hiki kinywa nimesema kwamba ni mlango wa hazina. Huu mdomo unaoona huu mdomo ndio mlango wa hazina. Mlango huu, mdomo huu unapitishwa kilichoko ndani, kilichohifadhiwa huku. Huu mdomo ni mlango unaofunguliwa, unasema kibaya, unasema kilicho kizuri. Huu mdomo unabariki, huu mdomo unalaani. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo Mungu anasema kuweni na tahadhari. Maana hicho unaweza kusema niko ndani nimekuwa kiroho, lakini kuna kitu kinakukwamisha kwa sababu ya ulichokibeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka tufanane na yeye. Tufanane na Yesu jinsi alivyo. Yesu hayuko kwenye mambo ya kubeba vitu vibaya kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kubadilisha vitu fulani, lakini Mungu anataka vitu vilivyokamilika ambavyo vinaenda sawa sawa kwa ule utukufu ambao umeuweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu anasema hivi, usijichafue. Anajua kwamba wewe ni hekalu lake, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Usijichafue, na amekuweka tahadhari. Ukilichafua hilo hekalu langu, hilo hekalu hilo, ukijichafua wewe, na mimi nitakuchafua. Kwa sababu atakukataa, atasimama pembeni, unaenenda kivyako. Ndio maana mara pengine wanasema hivi, walivyomkataa Mungu katika fahamu zao, na Mungu alifanyeje? Aliwaacha wakaenenda wao kwa akili zao zisizowapasa, wakatenda maovu, Mungu akawaacha. Mtumishi wa Mungu anisaidie kwenye Mathayo 12:34 mpaka 35. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Yes. Maana kinywa cha mtu yanena ya ujazayo moyo wake. Yes. Mtu mwema katika akiba njema utoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya utoa mabaya. Yes. Inawezekanaje mtu ambaye, yaani ukimwangalia huyu mtu ana shari ndani yake, hivi anawezekanaje huyu mtu akakuletea mambo mema, lakini na wewe mwenyewe unajua kwamba huyu mtu yuko hivi? Biblia inakataa. Ewe uzao wa nyoka. Yaani yule mtu alishabadilika akawa kama ni uzao wa nyoka. Nyoka ibilisi, nyoka kitu kisichofaa, kinachomtenga, na Kristo. Kinakuwa tofauti, kinawalalua watu wengine. Inawezekanaje wewe mtu na jinsi ulivyo ukaleta ushauri ulio mwema kwangu? Inawezekanaje? Ninakujua, lakini wewe na ubovu na mabaya yako, hivi kweli wewe una kitu chema? Kwa hiyo kitu kibaya katika hazina mbaya ya moyo wake kinatoa kilicho kibaya, lakini kitu chema kinatoa kilicho chema kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya kanisa. Kitu chema kinaunganisha watu, kinauleta pamoja, kina ushirikiano, kina ushirika, kinanena mema, kinakusanya, hakitapanyi. Hicho ni kitu chema ambacho Mungu amekisudia kiwe ndani ya Living Water, ndani na nje ya Tanzania. Living Water zinapokuwa kwamba hawa ni wana wa Mungu, wanafanana naye, wanafanana na Mungu, usemi wao, umoja wao, ushirika wao, maneno yao wanayoyanena, kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu, wamezama ndani ya vilindi vya Roho Mtakatifu. Wanazijua zile siri za Mungu zilizofichwa ndani yake. Haleluya. Wanazitoa kwa ajili ya watu wengine ili wakazipate na kuweza kukua na kuongezeka katika kimo cha utukufu wa Kristo Yesu. Piga makofi mbele za Bwana. Ukienda kwenye Yakobo, utanisomea Yakobo 3:3. Hatuwezi kusoma yote mpaka 9, lakini soma kidogo hata kama ukifika 3. Angalieni twatia lijamu katika vinywa vya farasi, yes, ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Yes. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, yes, kokote anakuazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao ujivuna majivuno makuu. Yes. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Yes. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyenu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfululizo wa maumbile. Unaona huku inabadilika kabisa, sio kinywa tena, inakuja ni ulimi. Hapa anakuambia ulimi uko ndani,
mashine hii inatwanga, inakoboa, ina maneno mengi. Nani awezaye kuzuia ulimi wake usiongee? Ni nani? Isipokuwa yule aliye na Kristo Yesu, aliye na Roho Mtakatifu, amefungwa rijam na Roho Mtakatifu. Akitaka kunena anajua ananena kitu gani. Haleluya. Haimsumbui kunena au kusema au kuongea na mtu yeyote. Haijalishi kwamba wewe uweze kujipanga hapa nitasemaje, nasubiri hapa au niongee naye. Ni wewe automatically, kwa sababu unavyo vyema vinajidhihirisha, ni matunda ya Roho yako ndani yako, yanatiririka na tenda mema. Haleluya. Kwa hiyo hakuna kitu cha kujifinyilia kwamba nitasemaje. Anayesema ni kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako, atakupa cha kusema. Haleluya. Isipokuwa yule mtu mbaya, tangu asubuhi mpaka jioni, yeye ana frustration zake ndani yake, ana mambo makuu, ana mambo mabaya. Ndio Biblia inasema hivi, yeye kama njiti moja kiberiti inayoweza kuwasha msitu, watu wakateketea kwa sababu ya njiti moja tu imewasha msitu. Moto, ulimi ni moto. Anakuambia ulimi ni zaidi ya moto. Usukani tu moja mdogo tu wa merikebu inageuza meli yote, inazunguka. Lakini sisi tumewekwa lijam kwa sababu ya Roho Mtakatifu kwenye vinywa vyetu, ili vikanene mema ya utukufu ya Kristo Yesu. Simama mbele za Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya.